kupata mapumziko, na hisi ni muda wa masahisho ya mwisho kabisa kule kubaki daraja. Kwa hiyo yale mapungufu yote ambayo tumefanya mistake katika kipindi hicho, na hisi ni muda mwafaka sana kuweza kurekebisha, kwa sababu mwalimu kashaona vipengele vingi ambavyo tunakuwa tunakosea. Kwa hiyo tupo kwenye masahisho ya mwisho kuelekea kwamba katika kuanzia mchezo wetu ambao unaanza na Dodoma Jiji kuhakikisha kwamba tunapata ushindi na michezo mingine inabaki shinda. Kwa hiyo kama sisi Tanzania Prisons, kama wachezaji, sisi tumejipanga kwa hali na mali kwamba kuhakikisha kwamba timu ya jeshi haiwezi kushuka daraja. Kwa hiyo naamini tutapambana mpaka tone la mwisho kuitetea nembo ya Tanzania Prisons, kwa sababu sasa hivi ni kuitetea nembo, jina liko nyuma. Kwa hiyo sasa hivi tunatendea nembo ya Tanzania Prisons, afu jina litafuata nyuma pia. Okay. Ya ni kweli nipo kwa muda mrefu sana Tanzania Prisons. Kuna vipindi vilikuja vigumu zaidi ya hichi kipindi, lakini sasa hivi kipindi ambacho kinaonekana kinakuwa kigumu zaidi kwa sababu mpira sasa hivi umebadilika. Mpira sasa hivi, yani tukubaliane, mpira sasa hivi sio kama ilivyokuwa zamani. Mpira sasa hivi umebadilika kwa asilimia kubwa sana. Sasa hivi tunapigana katika tactics. Sasa hivi mtu anakusoma kabla hujakutana naye. Kwa hiyo kuna kuonyesha kusoma kila kitu na ushamsoma kila kitu. Kwa hiyo kinachoendelea pale ni bahati, nasema sometimes ni bahati, kwa sababu mpira ni mchezo wa bahati, kwa sababu mnawezekana mkajipanga vizuri kwa kila kitu, lakini mpira pia ni mchezo wa bahati. Kwa hiyo bahati ukiangukia kwetu waga sana wachezaji ambao tumebadilisha hapa, ambao ilikuwepo kipindi kile inapambana, sasa hivi haipo. Kuna vijana wapya ambao wanahitaji kutoka walikotoka, wamefika hapa ndio watu wao ya kwanza kupiga step moja ya ligi kuu. Kwa hiyo kuna ugumu na kuwepo, kuna mtu mwingine ana experience na hichi kipindi, kwa hiyo kuna ugumu mkubwa mwingine unaongezeka. Kwa hiyo kama waandamizi wa timu tupo tunapambana kuhakikisha kwamba hawa vijana wasizidi kufikiria kuweka sura zao chini, ni kupambana kuelekea katika mapambano ya mwisho, kwa sababu kipindi kigumu nacho ni funzo, lakini tunajiuliza kwa nini kila siku inakuwa hivi. Kwa hiyo mwisho siku jibu lipo, ndio maana sometimes tunaungana pamoja tena, tunarudi pamoja kutetea timu ya Tanzania Prisons. Okay. Ya ni kweli haijaisha mpaka ishe. Hii ni kauli ambayo sio kwangu mimi tu nahitaji, ni hata mchezaji ambaye yuko hapa kwenye timu sasa hivi anaijua hii kauli. Sio tu mchezaji, hadi askari Tanzania nzima anaijua hii, haijaisha mpaka ishe. Sisi tutapambana mpaka tone letu la mwisho kuhakikisha hii timu haishuki daraja, kwa sababu mentality yetu inaanzia mazoezini. Tunapambana vizuri mazoezini, turudi hadi kwenye mechi na imani matokeo yatapita, tutapata matokeo mazuri, Mwenyezi Mungu atatusimamia, timu yetu iweze kushuka daraja. Hamna kikubwa zaidi ya kufocus na hii mechi 5 zilizobaki. Tunajaribu kuangalia michezo tuliyopo nayo nyumbani tuweze kushinda. Hamna excuse. Lazima ushinde michezo iliyoko mbele yako. Kwa sisi wachezaji tunajua umuhimu wa hii michezo iliyosalia. Kwa hiyo nadhani haina haja ya kuongea sana kwamba kama wachezaji labda tuambiane sana. Kila mtu anajua kwamba ni mechi ambazo ukipoteza unampa nafasi mtu mwingine kwenda kwenye nafasi ya juu zaidi. Kwa hiyo mechi zote si kwetu ni muhimu. Kwa hiyo tunaongea, ni upo tutangia ligi inaanza. Kwa hiyo hakuna mechi nyepesi. Upinzani upo, utakuwepo tu mpaka mechi ya mwisho. Haijaisha mpaka ishe, ninakuja pamoja na kuweka hadi. Huwezi kusema haijaisha bila kufanya kazi. Lazima ufanye kazi, sio maneno tu. Kwa hiyo yale maneno yanakuja ni kama motisha. Lakini kikubwa ni kwenye uhalisia. Watu wanaamua kufanya kazi, wachezaji wameamua kujitoa. Ukiangalia morali hata mazoezini unaona morali iko juu sana. Nafikiri bado tupo kwenye right direction, bado hatujawa wrong sana, kwa sababu tumebakiwa na michezo hapa nyumbani. Nafikiri tuna michezo miwili na away tuna michezo mitatu, so still tuna push, still tunakumbushana kwa wale upcoming waendelee kuipambania nembo ya timu. Na kikubwa nafikiri kila mtu ana mentality ya kutaka kuona kwamba timu inatoka pale chini ilipo kuja kwenye nafasi ambazo zitakuwa ni bora zaidi, au hata ikiwezekana kukusanya pointi ambazo zitatuwezesha kusalia. Nafikiri ni ukubwa wa fikra na ni ukubwa wa mawazo na mentality. Kila mtu ana mentality yake kwenye kufikiri jambo na kuliona jambo. So kwa sisi sasa ambao tunaona bado nafasi ipo, tuna wajibu huo wa kuwakumbusha vijana au ambao wengine wanapata nafasi ya kupambana, waipambanie timu kwa kadri wanavyoweza kuhakikisha kwamba tunaweza kupata point kwenye mchezo husika. Nafikiri ni ugumu na ushindani wa ligi, kwa sababu ukiniangalia position niliyopo mimi Prison na mtu ambaye yuko nafasi ya 7 ya 8, yani muda wowote yeye anaweza akaja chini mimi nikaenda juu.
Kwa hiyo nafikiri ni ushindani wa ligi. So kama ushindani wa ligi, nafikiri kuna sehemu home ku lose hizo game, na nafikiri imetupelekea kukosa zile pointi sasa ambazo zilikuwa zinatufanya labda mpaka wakati huu tungekuwa comfortable kwenye position ya table. Unajua, ukiwa unacheza away alafu ukajiita huko nyumbani, sio kweli, kwa sababu kila mtu ana nyumbani kwake. Yani ukiwa away from home utaona tu huko away. Nafikiri hiyo ni sababu pia, lakini haina mashiko sana, kwa sababu tunatakiwa tu kupambana, kwa sababu hiyo inatokea, viwanja vinakuwa haviko kwenye hali nzuri sana, hususan kwenye kipindi cha masika labda nini. Ni mambo ambayo yapo nje ya uwezo wetu, so hiyo ni sababu, lakini haina mashiko sana kwenye pointi zetu. Yes. Mashabiki wasikate tamaa, kwa sababu si tupo kupambana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakuwa comfortable kwenye kumaliza ligi, na michezo iliyosalia tunaomba watupe nguvu. Sisi tutapush uwanjani, wao wakiwa mtu wa 12, nafikiri itatupa nguvu zaidi ya kuendelea kupush.